Jesus is Lord. Thank you, Jesus. Utukufu ni wako Bwana, heshima ni zako Yesu, mamlaka ni yako Bwana. Thank you, Jesus. Kama sauti inakufikia na kusalimu katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wote, yeye ambaye ametulinda, kutuhifadhi hai mpaka tumefika siku ya leo. Kwa wingi wa rehema zake, ustahimilifu wake, ndiye mwenye nguvu. Imempendeza kwamba siku ya leo uweze kupata nafasi ya kutana mahala hapa masaa kama haya kwa ajili ya kulishiriki neno lake Bwana, ambalo kwa hilo tunaweza kutambua yapi yapasayo tuyashike na ni yapi yasiyofaa ili tuyaepuke. Ndiposa tunapotarajia msaada wa Mungu tuweze kuona. Kwa hiyo nakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi, na ili aendelee kutulinda, aendelee kutuepusha na yale mabaya, atukirimie neema ya kushuhudia mema ambayo ameyakusudia kwa ajili ya siku ya leo. Na kwa imani yote yanawezekana. Wewe mahali ulipo unapoomba, na wewe pia unaweza kuzungumza na Bwana, aliyeweka kwa Bwana anaweza kukusikiliza na akakutendea ukashuhudia wema wa Bwana kwa jina la Yesu. Zaburi 12 mstari wa kwanza. Tuokoe Bwana, maana hamna tena amka. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako na kwa wingi wa rehema zako. Asante Bwana kwa ustahimilifu na uvumilivu wako kwetu. Pokea sifa na utukufu, kwa maana hakuna kama wewe. Masaa tuliyoingia tunasema hakika ni asante. Umetulinda Bwana, tunakushukuru. Asante kutuepusha na mauti. Asante kutupa pumzi ya bure. Asante kwa maana unatuwazia mema. Uinuliwe Yesu na utukuzwe. Uabudiwe na uheshimiwe, maana hakuna kama wewe. Ndipo tunashuka chini ili ukainuliwe zaidi. Tunakiri ya kwamba sisi bila wewe ni bure. Hatuwezi lolote wala chochote Jehova. Najiweka mikononi mwako Bwana, uzidi kutulinda. Utuepushe yale mabaya, kwa maana sisi hatuwezi Bwana. Ukatulinda kwa maana wewe ndiye mwenye nguvu. Mahali kuna makosa tusamehe, tutakase, tubadilishe, tukapate kibali machoni pako Bwana. Endelea kutembea nasi ukituongoza na kutuelekeza katika njia ya haki na baraka, na sifa zote zitakurudia Jehova. Mahali hapo zidi kupalinda, endelea kutawala na kutenda mema. Ukawalinde wote wanaosikia sauti hii Bwana, na kukutana na wao sawasawa na hitaji lao. Ukatende mema na sifa zitakurudia. Kama kuna jambo limepangwa na shetani kisiri mahali hapa, tunakemea lipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ukatende mema. Damu yako ikatiririke na kunena mema.
tunapolisikia neno lako Bwana, nikirimia kunena yapasayo na yastahilia kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno Bwana, naomba likambadilishe, likamfanya kuwa mwana katika ufalme wako. Pingamizi, kizuizi Bwana ukaondoa. Mshale wa adui shetani kinyume na injili na kemei ipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Neno lako likatimize makusudi yako mahali hapa Bwana, na sifa zote zitakurudia El Shaddai. Tunaamini ya kwamba upo pamoja nasi na unaenda kutenda mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama una uwezo mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Mungu wa amani ya kutenda mema, kuepusha na mabaya, ikirimia kibali cha kuona ushindi. Naendelea kumtumaini yeye na kumtazama yeye, na lile ambalo unajua alifai usilitende, lile ambalo unajua alifai liepuke. Shikamana na lile ambalo linafaa mbele zake Bwana, na ukimtazama yeye kwa kila hali atatenda. Kwa maana ni Mungu ambaye hana upendeleo wala ubaguzi. Ni Mungu wa wote wenye mwili, hasa wale wanaomwamini huwa wanashuhudia wema wa Bwana. Ni vizuri kuendelea kukaa pande ya Mungu na kujishirikisha na yale yanafaa mbele za Bwana. Na kama kuna jambo linakulemea, usilazimishe mambo. Shukuru Mungu kwa yale aliyokujalia kuyatimiza, na yale yameshindikana muaminie Bwana. Wakati wa Mungu ukifika atatenda. Ukiona hajatenda, ana sababu zake. Na mengine tukitendewa tutamalizwa na shetani. Ya mengine Mungu anayazuia ndio tuendelee kuwa hai. There are some things if God can give you, you will be killed by the devil. So sometimes Mungu anawazuia tuendelee kukaa hai. Ni vizuri kumshukuru Bwana kwa yale ambayo ametenda, na yale yaliyoshindikana tunaweka mbele za Bwana kwa imani. Wakati ukifika kwa mapenzi yake atakuja kutenda, kwa jina la Yesu. Situmie shortcut, situmie njia mkato. Utapotea, utajiweka mahali ambapo Mungu atashinda kukusaidia. Utajiweka mahali ambapo utalia sana msaada, lakini msaada utakosekana. Always use the right way, even if you don't see anything good. Use the right way, sababu Mungu aliyekuumba anasema ana mawazo mema na wewe, na mipango aliyonayo ni mema pia. Na maandiko yanasema tukinyenyekea chini ya mkono wa Mungu aliye hodari, yeye atatukweza kwa wakati wake. So God is entitled to lift us, but he will not lift us the way we want, but on his due time. Kwa hiyo ni vizuri kushikamana na yeye. Na hapo ndipo nakurudisha katika somo. Kila mmoja wetu angependa kubarikiwa. Kila mmoja wetu anatamani abarikiwe. Na Mungu pia ana mawazo haya ya kutubariki. Lakini ameweka neno lake wazi, na anatuonyesha njia inayoelekea baraka. Au ni mtu wa aina gani ambaye ubarikiwa na Bwana?
ili na sisi tunapotamani kupokea baraka tuweze kuelewa jinsi inavyofaa na tuweze kuishi kwa ile njia inayofaa, ndiposa na sisi tuweze kuona baraka ya Bwana. Ninarudi pale tu kitabu cha Zaburi 24 nikusisitizie mambo haya, kwa maana ni ya muhimu sana, hasa kwetu kwa wakati kama huu. Maana sote tunatamani kwamba mwaka huu tuweze kupokea baraka, lakini neno la Mungu limeweka wazi jinsi ambavyo inafaa tuishi ili tuweze kubarikiwa. Neno la Mungu limeweka wazi kwamba mtu atakayebarikiwa ni mtu wa aina gani. Kwa ni heri tuweze kuyasikia haya ili tuweze kujihoji na kujitafakari kana kwamba tuko pande ule wa baraka au bado. Ndio tufanye hima, tusimame katika ile njia inayoelekea baraka. Zaburi 24 mstari wa 4 anasema, mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeweka nafsi yake katika uongo, wala hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Mtu ambaye ana mikono safi na moyo mweupe, haya mambo tukayazungumza sana siku ya jana, ya mikono safi na moyo mweupe. Ni vizuri mpendwa kukusanya kwa ile njia inayofaa, kupokea vitu vya uhalali. Hapo ndipo mikono yako inakuwa safi, kumiliki vitu kwa uhalali. Hapo ndipo mikono yako inakuwa safi, na kwa sababu hiyo Mungu anasema you will receive a blessing from the Lord. Usikubali kuishi maisha ujanja na ukora hapa na pale, ujaze. Hapana. Kuna vile Mungu alikupangia na amekupangia mema. Weka mikono yako katika usafi, hata kama ni kidogo, tosheka nacho, iko siku ya kuongezewa. Usianze kutumia ukora na ujanja wa hapa na pale, utaonekana a defiled person before the Lord, na mtu ambaye ni najisi mbele za Mungu hawezi kubarikiwa. Kwa hiyo kama tunapokea, tupokee vya uhalali. Kama tunakusanya, tukusanye kwa njia ya uhalali, because sometimes you can be in need of blessing, but what you have hinders the blessing, because the way you attained it is not right. Na kwa hiyo njia ujichunguze, mwaka ni 2026. Kuna vitu uko navyo, ulivipataje? Usije ukataka sana baraka na Mungu pia akataka kubariki, lakini kuna kitu anaona ulikipata kwa njia isiyofaa. Anaona ulikipata kwa njia ambayo haifai kabisa. Sasa utakuta kwamba haya yanazuia mafanikio. Ndio maana anasema mtu atakayepokea baraka, mikono lazima iwe safi. Ndio sasa atapokea baraka kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo ni vizuri mpenda, mikono yako iwe safi. Kama sio ya kwako, usiweke kuwa ni ya kwako. Haki ya mtu mpe haki yake, kisichokuwa chako wachana nacho. That your hands may be clean, so that you will receive a blessing from God. Usidanganyike, usiunganike na watu kuchukua vya mtu fulani mkagawana. Usiunganike na watu kunyanyasa mtu fulani au kudhulumu mtu fulani, utakuwa umefunga baraka zako. Ni vizuri kusimama kwa mwangaza, kufanya mambo ya nuru, kuwa genuine katika maisha yako ya kutafuta. Be genuine. Kama ni biashara, be genuine. Ndiyo Mungu akia mbinguni atakuona wewe uko ndani ya haki, atakubariki.
Ukisitaki ni haraka haraka. Hata Waswahili wanasema haraka haraka haina baraka. Ni haraka haraka pia vinaenda haraka haraka tu. Mikono yako iwe safi, ndio sasa baraka itapatikana. Lakini ukianza kusanya vitu vina complaints, vina malalamishi na vilio, then you have withdrawn yourself from the blessing of God. Ndio utakuwa unatarajia mema, unakuta yaliyotokea ni mabaya. Utakuwa unajituma sana, nakuta nawe unazuiliwa sana. Unainvest sana na unakuta matokeo ndio hakuna. Kwa sababu kuna uchafu umeonekana. Nazingatia haya mpendwa, ndio utaweza kuona baraka. Jambo lingine amesema ni moyo mweupe. Vikwazo tuandae. Ukosana na watu ovyo wacha mpendwa. Vitu zingine havina msingi. Kuwa na moyo mweupe. Usijaribie mema uliyoambiwa na Mungu. Wakati unasikia kugombana na mtu, fikiria malaika anaweza kuwa ametumwa kwa ajili yako. Akikupata ukigombana atakubariki kweli? Atakubariki kweli? Fikiria Elijah aliyekuwa ametumwa, mwanamke wa Zarephath alikuwa amebakia unga moja, kaunga kadogo akule na akufe. Na Elijah akatumwa ili mama huyu asikufe, aendelee kuishi. Angemkuta anagombana na majirani, angeingia. Angekuta mama anatukana na majirani, wanapigana, Elijah angeingia kweli? Asingeingia bwana. Jiweke katika hali ya kusaidika na Mungu. Usitawaliwe na mambo fulani na kuharibu amani na kuingiwa uchafu uchafu ambao unaleta ugomvi, vita, hasira, chuki, uadui mpaka ukabila. Mpaka unaingiwa na ukabila. Sasa utaonaje baraka na Mungu ana ukabila? Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, na wewe uko na ukabila na wataka baraka. If you are tribal, your heart is cut, so you can't receive blessing. Even if you work hard, you cannot receive blessing. Kwa hiyo mpenda, usikubali kuwa na ukabila. Hata mtu mmoja akikosea wa kabila fulani, usianze usema watu wa kabila fulani ni wabaya. Kila kabila iko na watu wabaya na watu wazuri. Hata kwa familia kuna kwa na mtoto anatii na mwingine hasikiangi. Lakini wote ni watoto wa mzazi. Sasa usichukue kosa la mtu mmoja uwekelee kabila fulani na ichukia sana. Kangi hata watu wa kabila, utalaaniwa. Utawezi barikiwa na Mungu. Sikia mpendo na ubadilike. Najua mambo hana zungumza, wengine wako hivyo sahihi. Alikosewa na mtu mmoja akadharau kabila fulani, anaongea vitu vibaya kuhusu hiyo kabila. Sasa umefunga baraka zako mwenyewe na utaanza kusema ni shoshani, ni roga, ni mganga wa kwetu. Kumbe wakati mwingine ni ukabila wako unakutesa. Pia mioyo meupe. Learn to forgive and forget. Mambo mengine jilinde, maana mambo mengine lazima utapitia. Ilikuwa lazima Yesu awekwe msalabani Kalvari, adungwe mikuki, avalishwe miiba, atolewe nguo zote, atemewe mate, atukanwe, ndio sasa avuvuke siku ya tatu. Hakukuwa na njia nyingine. Sasa mambo mengine lazima yatendeke. Kwa hivyo lazima ujilinde, moyo wako wa msafi, ndio uweze kupokea baraka wa Bwana. Ilikuwa lazima Yusufu auzwe ndio abarikiwe. Hakuna njia nyingine angepitia abarikiwe. Kwa hiyo mambo mengine lazima utaendelea mpendo. Makosa mengine lazima utakosewa, kwa sababu huenda ndio njia Mungu alikuandikia kubarikiwa. Ilikuwa lazima
Daudi atupa msituni. Ndio sasa akutane na Mungu ambariki. Lakini kwa haya yote Daudi alikuwa na moyo mweupe. Na ndio maana siku alikuja kuitwa hakusema siendi. Waliona mimi si wa maana, wananiitia nini? Wakae na huko. Bila wengine wetu tulisema. Ulisikia baba yako anakutafuta, ukakataa. Ulisikia brother yako anakutafuta, ukasema akae na huko. Alisema mimi si wa maana, usinitafute, nitafutia nini? Moyo mchafu umefunga baraka zako. Daudi alipoambiwa wanakuita nyumbani, Daudi aliacha toka msituni akaenda nyumbani. Kumbe ilikuwa ndio siku ya baraka zake. Akaanointiwa na Samueli kuwa mfalme. Wakati mwingine ukiona mtu aliyekukosea na kutafuta, inawezekana ni baraka zako zinakuja. Lakini kwa sababu sisi tunajua kukipa rekodi mbaya na kujitawala, tunafukuza baraka alafu tunaanza kusema shetani ndiye ametuingilia. Sabisha moyo wako mpendo. Mambo mengine ni lazima upitie ndio uone mema. Ilikuwa lazima Abigaili Nabati ya mpumbavu. Abigaili akitengeneza Nabati anaharibu. Ndio ilikuwa njia ya Abigaili kubarikiwa. Hakukuwa na ingine. Mtu wa Mungu. Marafiki wa Ayubu walimgeuka. Kingeuka wewe si wa kwanza. Siweke vikwazo ndani ya moyo na uchafu. Marafiki wa Ayubu walimgeuka. But Job kept his heart clean, pure. Na ndio siku marafiki wake waliporudi wakamwomba msamaha, hakuwa kama mimi na wewe. Aliwasamehe na akawaombea, na tunaambia wakati aliwaombea, alirejeshewa double portion. Marafiki ambao Ayubu amekuwa na shida na amekuwa akimwingilia, amemgeuka, wanaongea vibaya. Lakini sasa ikafika masaa ya baraka. Mtu wa Mungu, kuwa na moyo mweupe. Hebu sikiliza usikie maneno haya. Kuwa na moyo mweupe. Kitabu cha Ayubu 42. Mstari wa 10 inasema, kisha Bwana akamrejeshea Ayubu mali yake hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Double portion. Kwa baada ya kuombea marafiki zake. Na marafiki anawaombea ni watu wamekuwa wakimwingilia mbaya sana. Wamekuwa wakimwongelea vibaya. Lakini kumbe Ayubu alikuwa analinda moyo wake. Moyo ulikuwa msafi. Ndio marafiki zake walipongeuka wakarudi. Wakamtafuta Ayubu waombe msamaha. Ayubu hakuwaambia ndani na huko. Vile mlikuwa mnaniharibia jina, sasa ndio mmeona mimi wa maana. Sitaki maneno yenu. Kaeni na huko. Vile wewe ulisema. Alafu unangojea baraka. Utasingojea sana. Maandiko yametuambia Ayubu alipoombea marafiki zake, hapo ndipo Bwana alimpa mali na akamrejeshea vitu vyake mara 2 kuliko vile alikuwa navyo mwanzoni. Ondoa uchafu ndani ya moyo. Samea watu waliokosea mbele. Cleanse your heart. Uchafu ulioweka ndani ya moyo ondoa. Wanaopokea baraka si watu wako na bidii. Bidii na moyo mchafu ni upepo unavuma. Hatuwezi kujua unaenda wapi. Tunausikia ukivuma, lakini hatuwezi kujua upepo unaenda wapi. Kiona maisha yako inakosa mwelekeo, ni kwa sababu ya moyo wako umebeba uchafu mwingi. Ndio maisha yako inakuwa haina mwelekeo, inakuwa kama upepo, haijulikani inavuma ikienda east ama west. Unaisikia tu kivuma.
Atakayepokea baraka mtu ana moyo mweupe, hata kama amekosewa moyo wake mweupe, na kama amekwazwa, ameweka vikwazo, amevitoa ndani ya moyo. Hata kama alikasirishwa, hasira ameitoa ndani ya moyo. Chochote alichofanyiwa alikiweka nje ya moyo wake mweupe. Huyo ndiye atapokea baraka kwa Bwana. Kama wewe utashindwa kujilinda, maana kama utaweza kuona baraka ya Bwana, haiwezekani. Kama kosa kidogo tu nakasirika mpaka next year. Kuna watu wamebeba hasira ya 2010 mpaka wako nayo sasa hivi hasira. Alikasirishwa na fulani 2010 mpaka leo akimwona tu ana hiyo hasira bado ipo. Na anatarajia ati sasa kuna vile mambo itafunguka. Kuna vile milango itafunguka. Ni ngumu. Milango haiwezi kufunguka mtu kama huyo mpende. It is impossible. Badilika. Futa uchafu ulioweka ndani ya moyo. Wapokeao baraka sio waamkao mapema. Kuamka mapema ni vizuri, lakini kuna sheria ya Mungu. Usipoizingatia hata kama uliamka mapema, bado unazuiliwa. Ni watu wangapi wamekwaza na wema ndani ya moyo? Na unajituma kabisa, unaweka bidii mpaka unaomba sana. Unaombea sana kazi yako, lakini fulani mlikula filigisi na yeye. Ukimwona unasikia vibaya sana. Kikwazo hicho kiko ndani ya moyo wako. Hiyo ngiraji umeiweka ndani ya moyo. Kako umefunga na kufuri ile ya alam. Ukimwona hivi inalia alam. Na wewe unatarajia baraka. Ni ngumu. Safisha moyo uwe mweupe, ndio utapokea baraka mpendwa. Kukosewa ni lazima, na pia kusamea na kuachilia ni lazima kama ungependa kubarikiwa. Sitakangi mtu anikosee. Kama Yesu alikosea, wewe ni nani? Kukosewa ni lazima, na kusamea pia ni lazima kama ungependa kubarikiwa. Ukibeba moyoni makosa ya mtu, kuna baraka zimezuiliwa. Suleimani anasema moyo mzito maisha inainama. Moyo ukiwa mzito maisha yote inainama. Unakuta mambo hayaendi juu, yanaanza kushuka chini. Unakuta badala uanze kuprogress, unaanza kudowngrade. Unashuka tu pole, maisha inashuka tu. Hata ukiweka bidii unakuta tu mambo ni kama ndio inaharibika. Wakati mwingine ni kwa sababu ya kile umeweka ndani ya moyo wako. Umeweka uchafu ndani ya moyo. Tusafishe mioyo yetu wapendwa. Mioyo iwe mieupe, ndio tuwekee baraka kwa Bwana. Baraka zipo mpendwa, usiangalie uchumi. Usiangalie hali ya Kenya. Baraka zipo. Tunatoka kwa Mungu. Lakini wanapewa watu ambao mioyo yao ni meupe. Si umebeba maamuko ndani ya moyo, unataka baraka. Shemeji yako umemweka ndani ya moyo, una masau na kiliki tu, kwa sababu umekumbuka vile shemeji alikufanyia, alafu unataka baraka. Ni ngumu. Haiwezekani. Ni wakati wa kubadilika wapendwa. Tuandae uchafu ulio ndani ya mioyo. Hata ukimbeba mtu ndani ya moyo wako hakuna faida, ni hasara tu. Na inawezekana hata mwenye ulimweka ndani ya moyo, yeye analala vizuri, anakaa tu salama, na wewe unakosa mpaka usingizi. Saa 8 ya usiku unastuka ukikumbuka vile fulani alikufanyia. Mpaka unaongea peke yako kwa nyumba. Sio watu wengine hata wanakaaje. Ni saa 8 ya usiku. Sasa utabarikiwa kweli? Ni ngumu. Baraka zimefungwa. Maana hata Mungu hana makao. Ondoa mpendwa.
Maji yakimwagika yazoleki. Ngojea pakauke pakuwe sawa. Sasa yalishamwagika mpendo, usitafute kuyazoa. Safisha moyo uone baraka zako. Waliokukwaza ilikuwa lazima wakukwaze. Sasa lakini haikufaa ubebe vikwazo ndani yako. Lakini vikwazo ilikuwa ni lazima. Maana ndio maisha, ni kawaida. Lakini haikustahili ubebe vikwazo hivyo ndani ya moyo wako. Wewe ondoa ndani ya moyo vikwazo. Moyo uwe mweupe, pokea baraka kwa Bwana. Tuseme wewe pasta ujui bila alinifanyia. Hatuwezi kulinganisha na vile Yesu alifanyiwa. Ile unasema ni kosa kubwa. Huwezi kulinganisha vile ulifanyiwa na vile Yesu alifanyiwa. Huwezi. Na Yesu akiwa msalabani anasema wasamehe. Akawaachilia wote. Siku ya tatu amefufuka. Kaburini hawampati tena. Utauonaje ushindi? Ukiwa umebeba uchafu ndani ya moyo, utakosa ushindi mbele. Moyo mweupe ndio baraka zinaachiliwa. Tuwe na moyo mweupe. Tuone baraka za Mungu. Mwaka ni mpya. Weka moyo wako katika usafi. Uone uzuri wa Bwana. Hata kama mtu alikosea, usimwazie mabaya ndani yako. Achana na yeye. Sikai hivi na kuanza kuwaza mabaya. Moyo umekuwa mchafu. Sasa huwezi ona ushindi. Hata kama ulimsaidia na alokosea, wewe si wa kwanza. Yesu alisaidia Judas, alimuuza. Alimuuza kwa Mafarisayo. Sasa usema ati nilikuwa nimemsaidia sana na vile nimejitolea sana. Vile amenifanyia, siwezi sahau. Hiyo sitawahi msamea. Na wewe baraka utazikosa. Kama ulimsaidia mtu akakosea, kumbuka Yesu alisaidia Judas mpaka akampea cheo awekanga sadaka. Yesu akihubiri sokoni akichukua sadaka, Judas ndiye anaweka. Na bado alimsaliti. Wewe sio kwanza, samea watu mpendo. Ondoa uchafu ndani ya moyo. Uone baraka. Bure utazikosa. Utatamani sana utazikosa. Tusabisha mioyo ya wapendwa. Ndio tuone zile baraka tunazikimbilia kila siku. Fungua moyo wako. Uondoe uchafu mpendo. Ngara uone ushindi. Kuna watu wanasikiza kutoka ushago. Ulienda ushago mkapitana na fulani, umebeba mpaka Nairobi. Alafu unangojea baraka. Utazingojea sana. Ndio kama ulienda ushago na mkachokorana na fulani, sasa ondoa hiyo mpendo. Kalenda ya last year ilitupo, hata wewe tupa. Tuko mwaka mpya. Weka moyo wako upya. Tupa uchafu wote. Hata kama alikuonyesha madharau. Hakuna mtu alisaidika bila kuonyesha madharau. Hata Yesu alidharauliwa msalabani. Akaonyesha madharau ya hali ya juu, katelewa mpaka mate. Na wewe siwezi wa kwanza kudharauliwa. Sibebe vitu ndani ya moyo vifungie baraka. Siseme ni yani mimi nijitolee niende ushago halafu wanaonyesha madharau hivyo. Hiyo sitawahi wasamea. Utakosa baraka. Hata kama walikuonyesha madharau, wewe ondoa uchafu ndani ya moyo. Yesu apande makao, ndio baraka zitaonekana. Bure utatamani sana, utajituma sana, utang'ana kabisa, lakini mashtaka mbinguni yapo. Ni nani alikosea na umeweka ndani ya moyo? Ni nani aliyekukwaza na umeweka ndani ya moyo? Aliharibu kazi yako. Aliharibu kitu cha muhimu sana kwako.
Lakini hakuna cha muhimu kwako kama Mungu. God is very important than anything you have. Usisema ati hiyo kitu ilikuwa pesa mingi sana, siwezi msamea, aliharibu tu akijua. Mpendwa, unafunga baraka zako. Kama kuna kitu cha maana sana maishani mwako ni Mungu, sio vitu ya kununua duniani. Kwa hivyo usiweke uchafu ndani ya moyo kwa sababu fulani aliharibu kitu ya bei kali sana. Ni bei kali kuliko Mungu. Mungu ni expensive kuliko vitu vyote ambavyo tunaweza kuviona duniani. There is nothing expensive in the world than God. Sasa kama mtu aliharibu kitu chako ulikuwa umekipata na pesa mingi na akakiharibu, hiyo usiweke ndani ya moyo. Futa uchafu huo, weka kando ndio barikiwe. Bure utakuwa unang'ang'ana hivi, ukikaribia baraka unastakiwa na shetani. Moyo wako ni mchafu. Na hapo ndio sasa mema yatazuiliwa kila siku. Ndio utafika mahali useme hii maisha ninaamua ikaanga hivyo tu. Kama Mungu hakuniombia baraka, na hakuna mtu Mungu hakumwombia baraka. Kila mtu aliombiwa baraka kwa wakati wa Mungu. Lakini shetani anapitanga mbele yetu, anatuingiza wengine kwa dhambi, wengine anatuchokora, unakaa na hasira na uchuki, unakaa na uadui. Ndio siku ya baraka ikifika, you are dead. Baraka zinapita hivyo, unabaki zero. Angalia siku Esther anaenda kubarikiwa, kumetangazwa Wayahudi wanauawa. Ni kazi ya shetani. Lakini hilo Esther hakuliweka moyoni. Yeye alijua Mungu ndio maana kuliko vitu zote. Akatafuta Mungu. Na alipita hiyo na akapata baraka. Na watu wasimeni for hivyo, was stand for good. Na badala Wayahudi wauawe, aliyetumana ndiye aliuawa. Ondoa uchafu ndani ya moyo mpendwa. Clean your heart. Those who receive blessing are the people who have kept their heart clean, regardless of what they have gone through, or how they have been ashamed or wronged. And it doesn't matter who has wronged them. Lakini wanalinda mioyo yao inakuwa mieupe, ndio wanaachiliwa baraka na Mungu. Lakini ukiwa mtu simple, moyo wako unakuwa so simple kushikilia mambo yasiyofaa, mambo yasiyo na maana, vikwazo, hasira, tunakosa kidogo, wewe unashikilia moyoni mpaka unakaa na stress. Huwezi ona baraka. Na ukijituma sana, shetani naye anaiba sana. Ukiwa moyo wako si mweupe, shetani naye anakuibianga tu kila saa. Unang'ang'ana kabisa, ukijituma, ukifika mahali unakuta kumeharibika. Shetani ameiba kila kitu. Unabaki zero. Kwa sababu moyo wako sio msafi. This is the time to repent and change. We sanctify our hearts that we can receive blessing from God. Tufute kila uchafu tulioficha ndani ya mioyo. Ndio angalau mpenda usiamke mapema ukala umechelewa na ukosa kitu. Hasara kubwa hii. Safisha moyo. Hata ukivaiwa nini, wewe linda moyo wako. Maria anasema linda moyo kuliko vitu vyote ulindavyo. Maana kutokea ndani ya moyo ndio kuna chemchemi za uzima ziko hapo ndani. Kwa hiyo mpendwa, kitaka kupokea baraka, pamoja na wewe kufanya bidii, pia moyo wako uwe mweupe. Pamoja na wewe kujituma sana, make sure pia moyo wako ni mweupe. Na ukisikia Mungu anasema anataka moyo mweupe, ni kumaanisha kuna mambo yatatokea ya kufanya moyo wako uwe mchafu. So if you are not careful, uchafu unaingia moyoni, unapoteza baraka. Wakati mwingine unaweza kusema lakini si kusema. Ni shetani atafuta vile ataweka uchafu ndani ya moyo wako. Ndio baraka zile zilikuwa zinakuja ziblokiwe.
Bwana Yesu amsaidie sana nisikilize. Usibebe vitu ndani ya moyo wako visivyofaa. Rekodi ya mambo ya kale yasiyofaa hamna haja. Hata kama ulikaa na nani na akakutesa, inawezekana asingekutesa ungekuwa hai. Vitu zingine mpendwa, take it positive. Pamoja na vile alikutesa, si uko hai. Sasa mbona unabeba vitu havina maana? Chukua neno positive. Kama ulikaa na mtu na akakupitishia kwa jangwa, the fact remains you are still alive. Ondoa uchafu ndani ya moyo uone baraka. Lakini ukibebanga hiyo ndani yako, utakuwa unakaribia baraka zinapotea tena. Sababu moyo sio mweupe. Na Mungu amesema atakayepokea baraka ni mtu ana moyo mweupe. In the new year mpendwa, moyo wako pia wacha uwe mpya. Vitu vya kale, maandiko yanasema Isaiah 43. Hii nikusomee, nisiquote tu, nikusomee angalau. Nisije nikaquote ukasema aliongea. Isaiah 43:18. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Hamtalijua sasa. Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji ikana. Mungu anasema mambo ya kale wachana nayo. Ndiye naye Mungu anatenda jambo jipya maishani mwako. A new thing. Atachipusha jambo jipya. Kumbe kuna wakati Mungu anataka kufanya mambo mapya maishani, lakini anakuta na wewe umebeba old record. Old negative record ndio umebeba ndani yako. Inazuia the new thing from happening today. Ndio anasema msiyakumbuke mambo ya kale, hata msiyatafakari. Nataka kufanya jambo jipya. Mshairi anasema yaliyopita sio ndwele, tugange yajayo. Lakini sisi tunaganga yaliyopita mpaka tunakaa na hasira. Mpaka unatoa kosa la zamani unalileta mpaka leo, unaharibu maisha yako leo. Mpaka unaambia ule mzee amekuwa, unamwambia vile nakuona utanifanyia tu vile ule mwingine alifanya. Sasa unaona Shetani umemwambia vile ulifanya pande ile, kuja pia hapo fanya hivi. Unasahau maneno yako na nguvu. Words have power. When you speak it, it comes to pass. Mtuamu, safisha moyo. Mambo ya kale futa. Usiyatafakari. Wacha moyo uwe mweupe. Ikiwezekana andika neno la Mungu ndani ya moyo wako. Psalms 1 inasema atakayebarikiwa ni mtu anayetafakari neno la Mungu mchana na usiku. Ndiye atafanikiwa kila alifanyalo. Badala ya kutafakari fulani bila alikosea, ungetafakari vile Mungu aliumba dunia na mbingu. Ungetafakari vile Elijah aliita moto kutoka mbinguni ukashuka. Ungetafakari hiyo. Ungetafakari makosa ya watu na vile walikofanyia. Ungekuna tafakari vile Yesu atembea kwa maji. Baraka singetokea haraka sana. Lakini ukitafakari vile anko yako alikufukuza usiku, ya Yesu kuleta baraka. Vile fulani alikimbia na pesa yako, nilimfanyia kazi na akakataa kunilipa. Hata hiyo ukitafakari, it can never bring blessings. Inakufanya unakuwa defiled. Sasa uwezi ona kitu. Ndiye Mungu anasema msiyakumbuke mambo ya kale, hata msiyatafakari, kwa sababu nataka kufanya jambo jipya, a new thing. Si ukubali mpendo uondoe uchafu wa kale. Mungu afanye mambo mapya maishani mwako. Ondoa hizo rekodi chafu umebeba. Mungu afanye mambo mapya
kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kumbuka maandiko yanasema wenye moyo safi, Mathayo 5:8, wenye moyo safi ndio watamuona Mungu. Psalm 73:1 anasema Mungu ni mwema kwa walio safi ndani ya moyo. Mungu ni mwema kwa walio safi ndani ya moyo. Safisha moyo wako mpendwa, yakana wachana nayo, usiyatafakari. Usitafakari vile fulani alikosea, tafakari vile Mungu anaweza kusaidia kesho. Badala ufikiria vile maisha yanaweza kuwa nzuri, unafikiria vile fulani alikuharibia maisha. Sasa miaka inasonga mbele na unarudi nyuma. Alafu unatarajia kuna mema. Fikiria mpenda mambo mazuri, acha kufikiria vitu havina maana. Safisha moyo wako, uone mema ya Bwana. Baraka za Mungu zishuke kwako kwa jina la Yesu. Hata kama ulipewa mimba na mwenye alikupea mimba akatoroka, si uko hai? Sasa ukiweka hiyo ndani ya moyo wako, huwezi ona baraka. Hata itakufanya shetani ya kujengea roho, akwambie every man is a liar. Sasa unakuta wewe umeamua kukaa hivyo. Hata Mungu akikuletea ubavu wako, maana rekodi uko nayo ni chafu, unakataa mpaka ubavu wako. Na utaenda hivyo tu, shetani atafika mahali atakuachilia. Utasema sasa nimeamua tu nioreke kwa mtu yeyote, bora tu niupe mke wa mtu. Ndio kazi ya shetani, anajua kuwachanganya sana wanadamu ambao wanaacha uchafu unakaa mioyoni mwao. Sikubali mpendwa, sikia neno la Bwana, nifuate mpendwa, uone baraka. Jambo lingine, acha nitoke kwa hayo, najua yule aliandikiwa ameshasikia. Jambo lingine amesema asiyeweka nafsi yake katika uongo. Mtu ambaye haweki nafsi yake katika uongo, huyo ndiye mtu anapokea baraka kwa Bwana. Kuwa na msimamo mpendwa, na wewe na msimamo wa kweli. Usiweke nafsi yako katika uongo. Mtumainie Mungu aliyekuumba. Usitumainie vitu vya kubeba, maana ni uongo tu, ni ubatili. Usiende kutafuta msaada kwa watu wa waganga na wachawi. Huko ni kuweka nafsi yako kwa uongo. Maana kama anakupea dawa ya biashara, naye mwenyewe ana biashara. Kama angekuwa hapo na dawa ya biashara mganga, angekuwa na biashara kubwa sana. Kama hapo na dawa. Hata wale mko na dawa ya waganga na wachawi, hiyo kitu haina nguvu. Ni imani yako ndio inakusaidianga. Kama iko na nguvu, si ukae nyumbani tuone kama italeta pesa. Ni bidii yako na imani yako ndio inakusaidianga. Si hiyo kitu umepewa ati sijui dawa ya kuvuta wa customer. Uongo wa shetani huo. Usiweke nafsi yako kwa uongo mpendwa. Muamini Mungu peke yake. Mtumainie Mungu aliyekuumba pekee. Kwa hali zote, kwa mahitaji yote, mtazame Mungu. Mtumainie yeye, mwendee yeye. Usiende kwingine, utapoteza baraka. Kila mtu anaenda kwa mganga ameibiwa kiroho. Hana kitu, ako zero. Lakini anakaa karatasi ya sukari, inapeperishwanga na upepo, unaweza kuta imeenda mpaka karibu kwa mawingu. Lakini iwezi kaa hapo. Hivyo ndio mganga anakufanyianga. Anakuibia kila kitu alafu anakupuliza. Miezi mitatu unaonekana ni kama wewe mambo yako sawa. Baada ya hapo unarusha chini. Unakuta mikasa imekufuata mingi sana. Umerudi zero kabisa.
Lakini mtu kipofu hawezi kuona haya. Tena anatafuta mganga mwingine ampeleka dawa kingine. Unaweka nafsi yako kwa uongo. Na Maandiko yamesema tegemea mwanadamu amelaaniwa, hakuna baraka. Tegemea Mungu mpendwa. Weka nafsi yako kwa Mungu aliye hai. Nafsi inasimamia the desire. Tamanio lako la kidunia usiliweke kwa waganga na wachawi. Tamanio lako la kidunia, nataka hiki na kile na kile, nataka biashara yangu ibarikiwe, usitafute kwa waganga. Weka kwa Mungu aliye hai, ndio utaona ushindi. Psalm 37 anasema God will fulfill the desires of our heart. Hii italinda biashara, hii itakufanya ukubalike. Uongo wa shetani mpendwa. Usidanganyike. Mganga anakupea dawa ya biashara na mtoto wako anampiga na mapepo. Nakata mtoto amekaa zuzu tu, ajielewe. Maana wewe una macho ya kuona, unasifu mganga alikupea dawa. Kumbe hakuna kitu alikupea, alikupea mapepo. Weka nafsi yako kwa Mungu aliye hai mpendwa. Kama kuna tamanio uko nalo, weka kwa Mungu, ndio utapata baraka. Lakini kwingine ni kupoteza. Ndio maana Maandiko yametangulia kusema dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Kwa hiyo mganga na mchawi hana kitu. Hana. Na ukitaka kujua hana kitu, anangojea kufa azikwe. Sasa mtu anangojea kufe, unamwendea akusaidie. Na kunaye ambaye hafi, halali, asinzii, mganga anangorota. Hata kama ruka nje usiku, na masaa amengorota, amelemewa. Lakini na Mungu ambaye macho yake yanazungukanga dunia nzima, halali wala asinzii, na achoki, na azimii, na akufi. Miaka yake haichunguziki, haina hesabu. Yeye ni mwanzo tena mwisho. Unamwacha wewe, unaendea mganga ambaye anakoa, karibu anakufa kesho. Ukitarajia kuna baraka, hakuna baraka huko. Siweke nafsi yako kwa uongo mpendwa. Vitu vya ubatili usibebe. Beba Mungu pekee. Carry God inside your life, in your heart. Sibebe vitu ambavyo miungu. Sasa kitu unaweka mfukoni kitakusaidiaje? Na kuna Mungu alikuweka duniani. Unaamini kitu unabeba mfukoni, badala waamini Mungu ambaye alikuweka kwa hii dunia. Mwaka ni mpya, tuko vya uganga mpendwa. Tegemea Mungu pekee. Mwangalia Mungu aliyekuumba. Akona baraka zako. Siangalia kwingine, usidanganyike. Kwa waganga ni kuibiwa tu. Unapewa ka 50 karibu kanaoza. Umeambiwa na mganga usiwahi toa kwa wallet. Kataleta pesa. Kanaleta pesa ngapi? Kanachukua pesa. Nikasipaka mganga. Ndio unapatanga 10,000 unashika zilienda aje. Zilishaisha tu hivi. Si mganga anakuibia naye ka 50 alikupea. Anachomoa kiroho tu. Nakuta 10,000 zimeisha na hakuna kitu ulifanya, na hata ujue hesabu yake ulienda. Shetani ni mwizi. Tegemea Mungu pekee mpendwa. Tumainie tu Mungu pekee aliyekuumba. Mbebe Mungu pekee yake, usibebe sanamu. Vitu vya ubatili usibebe mpendwa. Kwa kazi yako weka Mungu mbele. Kwa matamanio ulionayo wekea Mungu. Maria anasema cast your burdens unto the Lord. Don't cast the witches. They don't have anything. Hawana chochote. Wako zero. Maana shetani wao alifukuzwa mbinguni. Hana kitu. Alinyang'anya mamlaka na nguvu, hana. Tegemea Mungu mpendwa. Rafiki yako asikudanganye, sikuja nikupeleke mahali.
Wewe jipeleke kwa Mungu. Farao alikuwa na waganga, lakini walishindwa kumsaidia. Walishindwa. Mungu alipoachilia malaika wa kifo, waganga wa Misri hawakumuona malaika wa kifo. Walishtukia asubuhi watu wanalia Firstborn amekufa. Na vile Misri kulikuwa na waganga wengi. Tegemea Mungu mpendwa. Sikubali kudanganywa. Amtegemea mwanadamu amelaaniwa na anakuwa fukara nyikani. Hawasiona mema yakikuja. Hawasiona. Mtumaini Mungu aliyekuumba. Zaburi 115 mstari 11 inasema, enyi mchao Bwana, mtumainini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Mtumainini Bwana, yeye ndiye msaada na ngao. Mungu aliyekuumba ndiye msaada wako na ngao yako. Usitumainie vitu vya ubatili. Maandiko yanasema Bwana ametukumbuka naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israeli, ataubariki mlango mlango wa Haruni. Atawabariki wa mchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Mungu ndiye atabariki mpendo. Usitegemee vitu vya kubeba. Tundawa tukula na kujipaka sijui utapata fedha. Uongo wa shetani. Ni kuwa fukara tu. Tegemea Mungu, tumainie Mungu, tazama Mungu. Mahitaji yako yote wekelea Mungu, atatenda. Sidanganyike uenda kwingine kwa vya ubatili. Na kama ulishadanganyika, obey the Lord and resist the devil and will flee. Mtii Mungu na mpinge shetani, atatoroka. Maandiko yamesema ni Mungu ndiye atakayetubariki. Na yeye ndiye msaada na ngao. Lakini kwingine hakuna msaada mpendwa. Kwa vitu ya ubatili hakuna msaada. Naenda mganga na ukanja anakuwekea tundawa kwa mkono, tukuvuta pesa. Uongo wa shetani. Mungu ndiye ako na baraka zako mpendwa. Sidanganyike. Sasa anakuwekea nguvu ya mkono, nguvu za uzao na kunyang'anya. Na wewe ni kipofu kabisa. Nakuta nguvu za uzazi hauna. Na huwezi kumbuka ulikuanga nazo. Ukienda kwa mganga ndio zilisha. You can't even comprehend. Kuna watu ni kama ni kawaida. Mtuani, tegemea Mungu pekee. Tuainie Mungu. Baraka zinakaa kwa Mungu aliomba mbingu na nchi. Hapo ndipo kuna baraka zako. Trust in the Lord. Hope in the Lord. Usipata rafiki yako asikudanganye. Ndio maana akusemanga usizoe kuambia watu shida zako. Watakupoteza. Mwambie Yesu shida zako na umwamini na umngojee. Wanadamu wewe kaa na wao tu. Usizoe kuambia watu wewe najua shida, niko na shida haki. Mume wangu atuelewani, atakupeleka kwa mganga. Na siku hizi hawasemaji ni mganga, wanasemaga daktari. Kuna daktari anaangalia mambo. Wengine wanasema muombezi, kumbe ni mganga wa kawaida. Usizoe kuambia watu shida zako. Wewe mwambie Mungu shida zako na umngojee. Usije ukapotezwa, ukapelekwa mahali ukifikiria ni kubarikiwa, kumbe ni kunyang'anya baraka. Ni Mungu pekee ambaye anatubariki. Kwa hiyo mpenda, usiweke nafsi yako katika uongo, kwa ubatili. Usiweke nafsi yako kwa ubatili. Kama ungependa kupokea baraka, nafsi yako usiweke mahali kuna ubatili. Hadifichi chukua hiki,
wekelea pale kwa biashara. Nimekupea kama Queen Elizabeth. Nimekwambia chimbia hapo kwa biashara yako. Hapo mbele chimbia hapo. Sasa utauza kuuza. Shetani muongo. Mganga angekuwa anajua ukiweka Queen Elizabeth mahali unauza kuuza, angekuwa kwanza kufungua boutique. Auzangu. Lakini wewe unadanganyika, unaweka imani kwa vitu vya ubatili. Unangojea mwaka ni mpya mpendo. Atakayepokea baraka kwa Bwana ni mtu ambaye haweki nafsi yake kwa vitu vya ubatili. Anamtumainia Mungu peke yake. Anaamini Mungu ndiye mwenye kila kitu. Na yeye ndiye aliniumba tumboni mwa mama yangu. Kwa hivyo yeye ndiye akona baraka zangu. Na Mungu ndiye amekuwa akinilinda toka nizaliwe. Sasa itakuwaje kwa sababu ya mahitaji niendee mganga? Itakuwaje kwa sababu ya kazi niendee mganga? Itakuwaje kwa sababu ya ndoa niendee mganga? Mganga mwenyewe anakupa dawa ya mapenzi na yeye mwenyewe hana mpenzi. Sasa dawa akatoa wapi kama yeye mwenyewe hana mpenzi? Ametoa. Bali muendee Mungu mwenye aliumbia Adamu mpenzi. Akamuumbia Adamu Hawa. Adamu akiamka akasema huyu ndiye sasa nyama za nyama zangu. Ila uendee Mungu, unaendea mganga mwenye hana mpenzi. Sasa anakupea dawa ya ukahaba. Unalala sasa, damu imechemka. Usiweke nafsi yako kwa vitu vya ubatili. Kama kuna mahala umekwama, tumainia Mungu mpendwa. Wabariki wao ni wale wanatumainia Mungu. Wanamwangalia Mungu. Wanamtazama Mungu. Hao ndio wanabarikiwa. Lakini mtu anadanganyika, anaweka nafsi yake kwa vitu vya ubatili, hawezi kuona kitu hata kidogo. Hawezi mpenda. Ukigeukia waganga na wachawi ni kunyang'anywa, utanyang'anywa tu. Kile ulikuwa umepewa na Mungu kinanyang'anywa chote, unabaki zero. Hebu nikuonyeshe mfano. Kuna mtu anaitwa Mfalme Manase. Alipotawala akajihusisha na mambo ya uganga. Na alipojihusisha na mambo ya uganga, badala aendelee kama kwa ufalme, alinyang'anywa ufalme. Kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili 33. Wafalme wa Mambo ya Nyakati wa Pili 33. Mstari wake, hebu nitafute mstari ule unaofaa kwa maana muda wangu unakwisha. Mstari wa 6 anasema, tena akawapitisha watoto wake motoni katika bonde la mwana wa Hinomu, akatazama bao, akabashiri, akafanya uganga, akajishughulisha na hawa wenye pepo wa utambuzi na wachawi, akafanya mabaya mengi machoni wa Bwana na kumkasirisha. Mstari wake 11 anasema, kwa hiyo Bwana akaleta juu yao makamanda wa jeshi la mfalme wa Ashuru, waliomkamata Manase kwa minyororo, wakamfunga kwa pingu, wakamchukua mpaka Babeli. Ukienda kwa waganga na wachawi umekuwa captive. Mfalme akategemea waganga na wachawi, akachukuliwa. Mungu akamwachilia kwa mikono ya makamanda na majeshi. Mfalme Manase akapelekwa Babiloni akiwa amefungwa minyororo. Ukienda kwa waganga umefungwa minyororo. Tegemea Mungu mpendwa. 2026 unataka baraka, tegemea Mungu peke yake. Tumainie Mungu, mwangalie Mungu, tazame Mungu, mwite Mungu, mwambie Mungu mambo yako. Amesema katika Psalms 115, ni Mungu atakaye tubariki. Ni Mungu ndiye atatubariki. Na yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Kwa hiyo tunastahili kumtumainia yeye. Lakini nimeona Mfalme Manase akatumainia waganga mpaka akatoa kafara.
na wachawi na wabashiri, afuga mapepo, akawaendea akifikiria atakaa kwa ufalme, akastuka yeye ni captive. Mfalme wa Babeli akakuja akamchukua Manase, akamtoa Israeli, akampeleka Babiloni, akamfunga kwa minyororo pamoja na wakuu wake wote, kwa sababu ya kutegemea waganga. Hiyo imeandikwa ndio ujue, ukienea waganga na wachawi, baraka zako umepoteza. Kila Mungu alikuumbia kimeenda. Manase alikuwa ameumbwa awe mfalme, lakini kwa sababu ya kutegemea waganga na wachawi ameenda kuwa mtumwa, mfungwa tena. Ukiendelea utaona wakati alirudia Mungu, ndio Mungu alimrudisha. Hata wewe rudia Mungu. Return back to the Lord. Usiweke nafsi yako kwa vitu vya ubatili mpendo. Mtumainie Mungu aliyekuumba. Wamtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatingiki. Tumainia Mungu. Trust in the Lord. Na nguvu za Mungu ndio zinadumu. Za mganga hazidumu. Za mganga ziko na expiry date. Na zinaweza expire kama ujui. Unawekea mzee kadawa, anakuwa zuzu. Kumbe tarehe ulipewa na mganga unasahau, kanaisha usiku, mnalimana kabisa mpaka anakufukuza. Nguvu za Mungu ndio mpendo durable, zinadumu milele. Tutafute nguvu za Mungu. Za waganga ni aibu, ni fedheha, na ni kuibiwa tu, unaibiwa baraka zako. Kifikirianga ni kutengenezewa. Trust in the Lord. Kitaka kubarikiwa, mwangalia Mungu. Usijichanganye na vitu vya ubatili mpendo. Mwangalia Mungu peke yake. Mtumainie yeye kwa kila jambo. Yale analemea watu, Mungu hawezi kumlemea. Mtumainie yeye na umngojee yeye. Siku ikifika utaona ushindi. Utaona mema. Farao alikuwa na waganga, lakini siku ya kuuawa kwa firstborn hawakumsaidia. Hawakumsaidia. Siku Yusufu alikuwa Misri, wa Misri wanajua mganga ndio kila kitu, lakini walishindwa. Mpaka Yusufu ndiye alikuja kupambanua ndoto. Na waganga wanajaa Misri, hawana msaada. Utakuta mtoto wa mganga ni zuzu, ameshinda kumtibu, na anakuambia atakutibu wewe. Na mtoto wake ni zuzu, na mganga ameshinda kumtibu, na wewe anakuambia atakutibu. Mke wa mganga alitoroka, alipojua ni mganga mke wake akaenda. Na wewe mganga anakuambia atakulindia mume. Siona hii ni uongo. Kama anakupea dawa ya kulinda mume, angelinda wapake kwanza. Lakini kama wapake alitoroka. Yesu ndiye njia, kweli na uzima mpendo. Kama unataka baraka, usiweke nafsi yako kwa vitu vya ubatili. Weka nafsi yako kwa Mungu aliye hai. Mtumainie yeye kwa kila jambo. Mwite yeye, mtafute yeye. Kama unatafuta nguvu, tafuta nguvu za Mungu. Za Farao ni aibu, ni fedheha. Nguvu za waganga ni za uongo tu. Ni uongo wa shetani tu. Ni siku 2-3 unapata mess ambayo itawaiondolewa. Mganga anakuambia leta kuku ya black. Kumbe anatoa baba yako kafara. Mnaua kuku Januari na mganga, mwezi wa 5 baba yako anakufa. Unaanza kusema walimroga. Wewe ndio ulimroga. Ulikuwa unafikiria kuku ya black ilikuwa nani? Baba yako. Unaambiwa leta mbuzi. Nafikiria mbuzi ni mbuzi. Mbuzi ni familia yenu, mtakufanga tu mmoja mmoja. One by one. Mnajaza makaburi nyumbani. Shulitaka vya mganga. Na Yesu ameshamwaga damu mpendwa, damu ya bure. Damu ya Yesu iweze kumaliza familia yenu. Kwanza damu ya Yesu inahifadhi familia yenu. Lakini mganga anakudanganya ulete kuku ya white. Kumbe ni msichana wako mwezi wa 10 anakufa.
Unapeana kuku ya white, mganga anachinja. Mwezi wa 5 msichana wako anagonjeka tu kichwa, anaenda. Unasema walimsukumia vitu. Unasahau mganga uliendea ukachinja kuku ya white. Mpendwa, najua mambo kama haya kuna watu wanasikia ibani kisema. Maana wanasema anavumbua siri zetu. Mpendwa msikilizaji, usidanganyike. Tumainia Mungu. Weka nafsi yako kwa Mungu aliyekuumba. Trust in the Lord. Na usigeuke kwingine mpendwa. Tumainie Bwana. Ndiye ako na baraka zako. Mungu ndiye atakusaidia. Ndiye anakuanga na huruma. Mganga ananga huruma. Ukikosa kumulipa, anakujia mtoto wako usiku. Ni Mungu pekee anakuanga na huruma. Unaona vile unamkosea na anakuhurumia na kuamsha. Lakini Illuminati nakuidisha mzazi wako katae, wanakutoa wewe. Shetani ana huruma. Sidanganyike mpendwa, mtumainie Mungu pekee. Ndiye ako na huruma, na yeye anaweza kubariki baraka za kweli. Zile zinadumu, ambazo naweza sema hazina kilio. Hazina kilio. Mganga anakupea dawa ya kazi, kazini wanakuja kabisa. Lakini mama yako ushago, miguu imefura. Ukitoa pesa kazini, unamnunulia dawa. Sasa nani mjinga? Si afadhali upate shilingi 5 na mzazi wako mzima, kuliko unauza sana na pesa zote hospitalini. Sasa ni ya nini? Tupa vya uganga mpendwa. Havina msaada. Havina. Ni uongo tu wa shetani na kublackmail. Trust in the Lord. Nafsi yako weka kwa Mungu. Usiweke kwa vitu ya ubatili. Siweke mpendo. Nimekuonyesha mfano wa mfalme. Kwani mfalme alikosa kupeana kafara gani kwa mganga? Ndio maisha yake yaharibika hivyo. Mungu alituandikia mambao ndio atujue mganga na mchawi na wao wote hawana kitu. Ni kuharibu tu, wanaharibu maisha yako. Ukitaka kubarikiwa, weka nafsi yako kwa Mungu. Tumainia Mungu aliyekuumba. Na umngojee yeye. Na yeye siku yake ikifika, truly utaona baraka zake. Na za Mungu hazinanga kilio. Mungu hawezi kubariki na kuambia nataka mtoto wako, kama sister yako, ama rafiki yako. Mungu akikubariki, zake ni zako. Unakaa nazo kwa furaha, kwa amani. Usigeuke mpendo kwa vinyago. Usigeuke kwa masanamu. Tumainie Mungu aliyekuumba. Mwangalie yeye. Mchague yeye. Nafsi yako weka kwa Mungu. Hapo ndipo utaona ushindi. Nikimalizia na kuachia maneno haya, Psalms 146. Zaburi 146 mstari wa 5. Nasema heri ampaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake, na tumaini lake ni kwa Bwana Mungu wake, aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na vitu vyote vilivyomo. Huishika kweli milele. Mungu ndiye hushika kweli milele. Akikwambia lazima itatendeka. Hawezi badilika. Lakini tunaambiwa mganga ni ubatili. Ni ubatili tu. Lakini Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ukiweka tumaini kwake, yeye Mungu anashikanga kweli milele. Akisema atakubariki hawezi badilika. Hilo aliyosema ndivyo anatimiza. Mtumainie Mungu mpendwa. Mstari wa 7 anasema wafanyie hukumu walioonewa, wapa wenye njaa chakula. Bwana hufungua waliofungwa, Bwana wafumbua macho waliopofuka, Bwana wainua walioinama, Bwana wapenda wenye haki, Bwana wahifadhi wageni, huwatengeneza yatima na mjane, bali njia ya wasio haki huiharibu.
Bwana atamiliki milele. Mungu wako Sayuni kwa vizazi vyote. Mpendwa, mtumainie Mungu. Tutaka kubarikiwa, changanye na vitu vya ubatili. Tumainia Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na akaumba watu wote kwa haki yao. Lakini njia ya watu waovu wanaiharibu. Sikubali kuwa mmoja wao. Wakati Manase amechaguliwa na Mungu awe mfalme, akaendea wanga na wachawi, Mungu akaharibu barabara yake, akatekwa nyara. Trust in the Lord. Tegemea Mungu mpendwa. Tumainia Mungu. Hapo ndipo ushindi upo. Hapo ndipo mema hapo. Kigeuka kwingine mpendwa, utapoteza mema. Bwana Yesu akubariki sana uliyenisikiliza. Kwa sababu ya muda wangu mimi nafika hapo. Aliyeandikiwa kusikia najua amesikiliza. Ashike hayo uliyasikia. Tazame sana Mungu wako. Jilinde sana. Na usiambie watu shida zako, ambia Mungu. For your own safety. Kiambia watu shida zako watakupoteza. Watakupeleka mahali shetani anakaanga ukifikiria ni Mungu. Kitambo gunduanga ni shetani, utakuwa umesha saini kwa penali mingi sana. Na utaremewa. Mwambie Mungu shida zako kwa magoti yako mwenyewe. Muamini na umngojee, atakuja kutendea. Kwa jina la Yesu. Mara ulipo ni Yesu kaondoa. Kile hujapanga aliyepanga kimkute mwenyewe. Ukatulinda Bwana, siku hii kaisha vyema, kwa amani na kwa baraka. Damu yako itufunike. Na Bwana Yesu ndiyo kwamba umesikia na umetenda. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mahali ulipo. Kama una uwezo mpigie Yesu makofi mahali ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Mungu wa amani akutunze na akulinde.